mke wa Saad akakubali, akamfungua, akampa na farasi wa Saad, akampa na upanga. Abu Mihjan akajifunga kilemba, akabakiza macho tu ili asijulikane, akaingia katika uwanja wa mapambano. Kwa sababu alikuwa ni mahiri katika vita, akaweza kubadilisha mizani ya vita kwa kipindi kifupi kabisa mpaka Waislamu wakashinda. Kabla vita havijamalizika, akarudi akamwambia yule mama mfunge, akajifunga tena kamba, akabaki kama alivyo. Saada anamaliza vita, anakuja kuongea na mke wake, anamwambia kumetokea kitu cha ajabu sana leo, tulikuwa tunaelemewa kweli, lakini Allahu aalam, sijui Mwenyezi Mungu ametuma malaika, sijui, lakini kuna mtu ameingia pale, amejifunga kilemba, amejifunika multham, haonekani sura yake, amepanda farasi anayefanana na farasi wangu. Kama ingekuwa farasi wangu hajafungwa, ningesema amemchukua yeye. Alichokifanya pale ni kitu cha ajabu. Yule Salma akaanza kucheka, akamwambia, huyo unayemzungumzia ni yule mlevi wako yule pale, tumemfunga kamba. Subhanallah. Saad machozi yakawa yanamtoka, kwa sababu ni mtu ambaye alikuwa anamchapa viboko kila siku kwa ulevi. Akaenda akamwambia, ndugu yangu, wallahi kuanzia leo sitakuchapa fimbo tena kwa kazi ambayo umeifanya. Na yule kijana akasema, na mimi naapa kwa Mwenyezi Mungu, kuanzia leo pombe kwangu itakuwa ni haramu na sitaisogelea kabisa. Shahid katika kisa hichi ni kwamba huyu ni kijana wa Kiislamu, pamoja na madhaifu alionayo, lakini alijua kwamba ana mchango, anatakiwa kuchangia dini yake. Leo vijana wengi wa Kiislamu ukiwauliza katika masala ya dini yao, wanakuambia, mimi bwana, mimi nitachafua dini yangu bwana, mimi bwana nilivyo. Hayo madhambi yako ulionayo Mwenyezi Mungu anayafahamu, lakini pamoja na madhambi ulionayo, pamoja na udhaifu ulionao, pamoja na kasoro ulizonazo, umeuchangia nini au umechangia nini dini yako? Kwa hiyo kila Muislamu kwa nafasi alionayo ataulizwa kuhusiana na mchango wake, na ameusaidiaje na ameisaidiaje dini yake tukufu ya Kiislamu. Ndugu zangu Waislamu, kijana mmoja hapa Iringa miaka 15-16 iliyopita aliona nuru ya Uislamu, akasilimu, akafukuzwa na familia yake, akapata wahisani wakamsaidia, akasoma, akamaliza level, akaenda chuo kikuu, akamaliza, akaajiriwa. Lakini wakati alikuwa amesilimu, alisema, mimi katika mambo ambayo yananiumiza ni kwamba wazazi wangu mpaka sasa hivi hawajaiona haki. Anatoka katika maeneo ya Njombe ndani kabisa huko, na akasema, kijiji changu chote hakuna Muislamu hata mmoja. Mimi maisha yangu, elimu yangu, kazi nitakazofanya, nitahakikisha kwamba naingiza Uislamu katika eneo langu. Hivi ninavyozungumza, ndugu zangu, amejenga kwa juhudi zake mwenyewe, kwa pesa zake mwenyewe, markaz kubwa ya Kiislamu ndani kabisa ya vijiji vya Njombe. Anaifund mwenyewe, anaisimamia mwenyewe, na mwenyewe ametafuta na elimu ya dini, na Uislamu umepatikana katika eneo lile. Ni mtu ambaye hajazaliwa katika Uislamu, lakini baada ya kutamka shahada akasema, lazima nifanye hichi kitu. Mimi na wewe ambao Allah ametujalia tumezaliwa ndani ya Uislamu, tujiulize kuna kitu gani tulichokifanya au kitu gani tunakusudia kukifanya kwa ajili ya umma wetu wa Kiislamu. Familia yake yote alhamdulillah wamekuwa ni Waislamu na wametangulia mbele ya haki. Ndugu zake wote wamekuwa Waislamu na ndio wanaosimamia markazi hiyo. Hakuna kinachoshindikana kama nia na wivu wa kuhudumia dini yako upo. Allah subhanahu wa ta'ala atakupa taufik. Ndugu zangu, jiulize, mtaani kwako kuna madrasa ngapi, zina hali gani, na wewe umechangia nini katika hizo madrasa? Jiulize, je, mtoto wako anasoma somo la dini shuleni? Watu wetu wanakwenda mashuleni, umewahi kumuuliza? Na kama hasomi dini, umetaka kujua sababu ni nini? Wengi wetu hatufanyi hicho kitu. Leo ndugu zangu, mathalan chukulie mfano manispaa ya Iringa. Tuna shule 35 za sekondari. 35. Shule 66 za msingi ambazo ndio watu wetu wanakwenda kusoma kule. Lakini katika hizo 70% ya hizi shule
hazina walimu wa dini, yani watoto hawasomi somo la dini mashuleni. Yani watoto wetu, unadhani hilo ni jukumu la nani? Kuna mtu ambaye atakuja kukusaidia wewe wakati wewe umekaa kama mtazamaji tu, huji na initiative yoyote, huji na fikra yoyote ya kuonyesha kwamba tuna tatizo tunalitatua? Utawaachia tu viongozi wa dini, utawaachia tu baadhi ya matajiri wachache, utaachia baadhi ya taasisi. Wewe unahusika nini kama Muislamu, kama mtu binafsi, kutatua tatizo hili ambalo linakabiliana na watoto wetu? 70% hawana walimu wa dini, lakini upande wengine wa dini tofauti zaidi ya 95 wanasoma dini. Halafu unatarajia hawa watoto wanaosoma katika hizi shule waje waelewe Uislamu, wawe na maadili mazuri, waje wakufanyie wema wewe mzazi wao, wakati wewe kuchukua hata juhudi ya kuhakikisha kwamba wale watoto waliopo mashuleni kule wanasoma somo la dini, hata kutembelea, hata kujua tu kuulizia uulizii. Unatarajia hii changamoto nani atakayekuja kuiondoa? Allah atumie malaika wake waje wasaidie? Haiwezekani. Huu ni mtihani ambao tumepewa na ni lazima Muislamu ujihusishe na ujiulize. Ndugu zangu Waislamu, Jarir ibn Abdullah anasema katika hadithi aliyopokea, alisema Mtume sallallahu alaihi wasallam, man sanna sunnatan hasana fa'amila biha, yote ile atakayeleta initiative, atakayeanzisha fikra mpya katika Uislamu akaitendea kazi, kana lahu ajruha wa mithlu ajri man amila biha, atakuwa na ujira mfano wa yule alianzisha ile fikra na aliyotekeleza ile fikra. Kwa maana nyingine, Mtume sallallahu alaihi wasallam anahimiza kuja na initiatives na fikra za kukwamua kutoka katika matatizo. Na sababu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kuzungumza hadithi hii, Jariri anasema tulikuwa siku moja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam msikitini, time za mchana, fajaahu qaumun hufatun ura, wakaja watu kutoka majangwani, hufa, hawana hata viatu, yani wanatembea miguu chini, uratun, wako shibhu uchi, yani sehemu zao za siri zile zimehifadhiwa na vitambaa kutokana na umaskini, na ni Waislamu hawa. Anasema walivyokuja msikitini, ile hali jinsi ambao wamekuja nayo, uso wa Mtume sallallahu alaihi wasallam utamaara, ukabadilika kwa huzuni, ukawa mwekundu. Hakuweza kuendelea kukaa msikitini, akaingia katika chumba cha Bi Aisha radhiallahu anha, mpaka alipofika wakati wa dhuhuri ndo akatoka. Akapanda kwenye mimbar, akawaambia Waislamu, inasemekana kwa sababu ya hali zao walizokuwa nazo, hata kuswali kwa kurukuu ilikuwa na rukuu kwenye pembeni mwa ukuta, mtu asikae uchi, yani hana nguo kabisa kwa umaskini. Mtume sallallahu alaihi wasallam akatoa khutba ya kuambia Waislamu, tumewaona ndugu zetu. Wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam anaendelea kutoa khutba, kasimama mtu mmoja, baada tu kumaliza akatoka bila kumwambia mtu yote, akaenda nyumbani kwake, akakusanya tende alizokuwa nazo, mtu wa kawaida kabisa maskini, akabeba kwenye nguo yake mkononi. Mtume anamaliza hutuba yake na yule bwana amefika na tende zake na nguo zake, akaziweka pale kwamba mimi nimeleta hichi kitu. Masahaba wakubwa walivyoona vile, wote wakatoka, kila mtu akaenda kuleta ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amemjalia. Anasema mpokezi wa hadithi, baada ya muda niliona kuumaini min at-ta'am wa thiyab, yani milima miwili ya vyakula na mlima ya nguo ambazo zimeletwa na masahaba Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamgeukia, akawageukia Waislamu na akawaambia, man sanna fil islami sunnatan hasana, atakayeanzisha jambo katika Uislamu jema kama aloanzisha huyu ndugu yetu hapa. Yeye ndo kalianzisha, kaleta initiative, hakuna mtu kamwamrisha, lakini kaona ana wajibu wa kufanya, basi atakuwa na thawabu ya kile alichokifanya, na kila atakayetumia fikra ile atakuwa na malipo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa mimi na wewe ndugu yangu Muislamu, tuna ubunifu gani katika kutatua matatizo haya ambayo yanajitokeza katika jamii yetu? Fikra zako ni zipi? Alhamdulillah, nimeona baadhi ya Waislamu wameanzisha magrupu ya WhatsApp maeneo tofauti tofauti. Wallahi wanasomesha watoto, wanawapeleka watoto vyuo kwa grupu la WhatsApp tu. Wamewekeana commitment kila mwisho wa mwezi labda mtu atoe kuanzia 10,000 na kuendelea. Ni fikra ndogo lakini zinaleta solutions ya matatizo ambayo jamii yetu inakabiliana nayo. Wewe leta fikra, fanya fikra, anzisha fikra. Usingojee watu fulani wafanye, anzisha wewe, isimamie kwa uadilifu ili uwe na hoja kesho mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala
kama Mwenyezi Mungu mimi nilijitahidi nikaleta ideas hii katika umma wangu na zikafanywa kazi, zile faili zilifanikiwa, hiyo sio kazi yako. Wewe leta fikra, jihusishe na masala ya umma, angalia changamoto za umma, utazitatua vipi. Lakini swala la kuwa ni tegemezi, unategemea kuna watu wengine watakaotatua, wewe utakuwa ni muangalizi tu, ni si ajabu kawa ni mlalamishi, kazi yako ni kulalamika tu. Kusema kweli hili ni tatizo kubwa. Kwa ndugu zangu, umma wetu unakabiliwa na changamoto nyingi. Kila mmoja miongoni mwetu ni masuul. Kuanzia wale waliojipa nafasi za uongozi, wana masuhulia makubwa zaidi ya kuangalia kwamba umma, changamoto zilizopo katika umma zinatatulika, na kidogo kidogo maendeleo yanapatikana, kidogo kidogo nia za watu zinabadilika, kidogo kidogo Waislamu wanajihusisha katika masala ya kusukuma mbele gurudumu la dini yao tukufu ya Kiislamu. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bidhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu wa antum muqinuna bil ijaba. Alhamdulillah wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa ala adh-dhalimin. Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم تسليمًا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.